Mratibu kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, wakili Onesmo Ole Ngurumwa, amelaani na kukemea kitendo cha kukamatwa kwa mwanaharakati na kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mdude Nyagali na watu wasiojulikana na mpaka sasa kutojulikana mahali alipo. Tamko hilo amelitoa siku ya hapo jana Mei 2 mwaka 2025 wakati wa kuhitimisha mafunzo aliyotolewa na THRDC kwa wanahabari kuhusu sheria za uchaguzi na namna ya kuripoti habari za uchaguzi katika kipindi cha uchaguzi yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Ole Ngurumwa ametoa wito kwa vyombo vya dola kuwajibika mara moja juu ya matukio ya namna hiyo na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwepo tukio la shambulio dhidi ya Padri Charles Kitima lililotokea Aprili 30 mwaka 2025. Na mnukuu akisema kuwa juzi tuliona tukio la Padri Kitima akishambuliwa na nilienda hospitali kumuona. Kama wapenda haki tumekuwa tukilaani matukio kama haya yanayowakuta watu ambao wamekuwa wakikemea matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Tumepata taarifa kuhusu Mdude Nyagali ambaye amechukuliwa na hajulikani alipo, na taarifa za awali zinasema walioenda kumkamata walijitambulisha kama jeshi la polisi, lakini tumeona kauli ya polisi ambao wamesema hawana taarifa ya wapi alipo Mdude Nyagali. Ole Ngurumwa ametoa wito kwa jeshi la polisi kufuatilia kwa kina kuhusu alipo Mdude Nyagali, kwani tukio hilo linazua wasiwasi mkubwa wa vitendo vya utekaji ambavyo vimekuwa vikiendelea kwa siku za hivi karibuni. Na mnukuu tena anasema kuwa wito wetu, tunalaani vitendo kama hivyo vyote vya kuchukua watu na kuvamia Watanzania wenye maoni mbadala. Tunatoa wito kwa taasisi za kiusalama waweze kufuatilia kwa kina kuweza kujua nani anahusika na ndugu Mdude, maana mpaka sasa hivi jeshi la polisi wamekana kama hawamshikili Mdude. Maana yake ni nini? Ni kwamba huenda Mdude Nyagali ametekwa kama matukio mengine ya utekaji yaliyotokea, ambapo mpaka sasa kuna wengine hawajulikani walipo na wengine wamerudi wakiwa wamekufa, wengine wamerudi salama. Aidha, Ole Ngurumwa ametoa wito kwa Rais Samia kuzingatia juu ya vitendo hivi, kwani vinadhoofisha falsafa ya 4R, ambapo Rais alizisisitiza kuwa kuna maridhiano na mshikamano katika taifa. Ole Ngurumwa amezitaka taasisi za kiserikali kutokalia kimya masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu kuelekea uchaguzi mkuu, kwani masuala hayo yanatia hofu na yanafifisha mchakato wa kidemokrasia nchini Tanzania. Hiyo ni kauli ya Ole Ngurumwa ambaye huyu ni mratibu wa mtandao ambao unahusika na masuala mazima ya watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania THRDC, akiwa anazungumza siku ya hapo jana na waandishi wa habari wakati wa kutoa salamu zake na wakitoa mafunzo kuhusiana na masuala mazima ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi ambao umepangwa kufanyika baadaye mwaka huu, ambapo hivi sasa zoezi linaloendelea ni uboreshaji wa taarifa katika daftari la kudumu la mpiga kura, na hii ni katika awamu ya pili. Kwa hiyo kama bado haujaweza kuboresha taarifa zako, basi ni muhimu uhakikishe kwamba unakwenda kuboresha ili kusudi mwisho siku uweze kupata sifa za kukuwezesha wewe kuweza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu, umchague rais, uchague wabunge pamoja na madiwani ambao wanakwenda kuiongoza Tanzania katika kipindi kijacho. Ni muhimu kuhakikisha kwamba unaitumia haki yako, na ili uweze kuipata hiyo haki yako lazima uhakikishe kwamba unajiandikisha. Na hii inakuwa ni awamu ya pili ya uandikishwaji wapiga kura. Hii ni Mbayu TV, ni kusihi kama bado haujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupatia wewe kila siku na kila saa. Langu jina ni David Edward. Uwe na siku njema.